Hodi. Hodi. Hodi hapa. Karibu nakuja. Karibu. Asante. Naona upo. Nipo. Karibu. Nimekuja nikuombee. Mimi? Ndio wewe hapo. Mimi huyu? Mimi sina mapepo. Una mapepo si ndio? Ungekuwa una mapepo, kila siku nampigia mume wangu simu aje akuombee mchungaji. Basi, zamu ya mchungaji nimekuja mimi leo nikuombee. Wewe si ndio unamsumbuaga mchungaji aje akuombee? Alishaniombea. Sasa hivi niko sawa. Nimesema hivi, leo nimekuja kwa zamu ya mchungaji nikuombee. Naomba upige magoti nikuombee. Mimi? Hapana. Umesema kuna mapepo si ndio? Na kwa nini unampigia mume wangu aje akuombee kwamba una shida ya mapepo? Mchungaji, hiyo ni kazi ya mchungaji. Yeye ndiye anatakiwa kuombea watu, lakini sio wewe. Basi hapo naipata picha. Unamtaka mume wangu si ndio? Mimi? Wewe hapo ndio. Nimtake mume wako? Mchungaji, mimi hapo hapana. Kama mume wako analala ndani, halali ndani, mimi hapo sihusiki kabisa. Sasa sikia. Umekataa kuombewa na mimi. Kwa nishajua unamtaka mume wangu. Kuanzia leo, acha mazoea na mume wangu. Ukihitaji maombezi, njoo kanisani au uje nyumbani. Sijui unanielewa? Mchungaji. Hivi, ana nini huyu? Mbona kanisa zimeingiliwa? Usinichanganye bana. Kwenda huko. Ndio hapo kwa mganga tumefika. Naona tumefika. Karibuni. Asante mganga. Tumekuja hapa kwako. Tuna shida zetu kibao. Shida zenu nimeshazijua zote. Unazijua? Umezijuaje mganga? Mbona hatujakueleza? Kama huyu kijana amefiwa na mke wake. Mke wangu? Umejuaje? Mbona hatujakwambia? Wao wachawi wanawasumbua sana. Ni kweli kabisa mganga. Wametusumbua sana wachawi. Na ndio maana tumeona tuje kwako utusaidie. Kuna kijana mmoja anawasumbua sana. Anaitwa Otini. Otini? Na ndo amemuua mganga wewe. Ni kweli mganga. Huyo tulimkuta akiwa kwenye tukio la kuhusu kumuua mganga wetu. Na huyo kijana amekuwa kikwazo kikubwa sana kwenye kazi yetu ya kuwapinga wachawi. Sawa. Nitawasaidia. Dawa ndo hii hapa. Ni ya kuoga. Ya kuoga? Unamwaga dawa? Yaani dawa tumeiangaikia muda mrefu. Wewe unaimwaga? Mganga, kwani hakuna sharti lingine? Halipo. Kishamaliza kuoga hii dawa, nitamaliza siku 3. Siku 3 ndo inafanya kazi bila kushikana na watu mikono. Siku 3 mganga bila kushikana na mtu mkono? Ndio. Mganga, mbona kama sharti gumu? Hakuna lingine? Hakuna lingine. Kama kuna mtu anawapatia kitu, mwambie akiweke chini. Mganga, kama ni chakula, sisi tunaishi na familia zetu. Nitaweza vipi kuweka chakula chini? Weka chini. Mganga, haya masharti. Hayo ndo masharti yangu. Sawa mganga, nakubaliana na wewe.
Naweza kwenda. Kwa mganga. Naenda, nimeshamaliza. Sawa, tunaondoka mganga. Okay. Mke wangu, hebu kanichukulia Biblia huko, nimeisahau. Akinaangalia muda hapa nao umeniacha. Mke wangu, mama mchungaji. Mama mchungaji. Vipi mwenzangu? Mbona anakuona huko kwenye dimbwi la mawazo? Ni kweli baba mchungaji, kuna kitu hakipo sawa. Kitu gani hicho? Kuna jambo ambalo linaniwazisha sana. Hili jambo gani nifanya nawaza sana baba mchungaji, na ni kuhusu mtoto. Ni miaka mingi sasa, miaka 4 hatujapata mtoto. Naumia sana napowaona wenzangu wabeba watoto, afu mimi sina mtoto. Na isitoshe kila siku naomba Mungu anisaidie nipate mtoto, lakini sijabahatika kupata mtoto. Hili jambo linaniumiza sana baba mchungaji. Najikuta nakosa amani na furaha pia. Mke wangu, jipe imani. Wakati wa Mungu bado upo. Jifunze kwa sala. Alivumilia pamoja na matusi yote ya Penina. Hakukata tamaa. Haikupasi na wewe kukata tamaa kwa wakati huu. Vumilia, wakati wa Mungu upo. Na vile vile neno la Mungu linatuambia kuna wakati wa kukumbatia na kuna wakati wa kutokukumbatia. Kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Sasa wakati huu sisi ni wakati wa kujifunza kulia, ili tufikie wakati wetu wa kucheka kwa furaha. Tukiwa na furaha yetu kumpata mtoto ambaye Mungu ametuandalia mbeleni. Hebu acha ukata tamaa. Nakusihi sana. Ni sawa baba mchungaji, lakini ananiumiza. Kila siku naomba, kila siku naenda kanisani. Ninaomba kwa jambo moja tu, ili niweze kupata mtoto. Lakini hatujapatiwa kupata mtoto. Sasa hivi angalia, miaka 4 sasa hatujapata mtoto. Unachukua jambo ni dogo. Najua maumivu yako unayoyapitia. Unapitia wakati mgumu sana, naelewa. Lakini wakati wa Mungu ungalipo. Haikupasi kukata tamaa. Kukata tamaa ni dhambi. Kwani ujiingize kwenye wakati huo wa kutenda dhambi? Ni sawa, lakini nafikia hadi hatua nakata tamaa kwenda kanisani. Yaani nini niende kanisani na wakati kila ninachokiomba Mungu halijibu? Naomba nipate mtoto lakini Mungu hanijibu. Hadi nishakata tamaa kwenda kanisani. Hamna haja ya kwenda kanisani sasa. Kuna wengine wanakuja na matatizo mengi. Wengine wanakuja na matatizo kama langu la kuhusu kupata mtoto. Lakini uchungaji wanaombea na wanapata watoto. Lakini mimi tumeomba sana, miaka 4 sasa hivi sijapata hadi mtoto. Mimi kwa kweli nimekata tamaa kwenda kanisani. Angalia maandiko yanatuambia nini. Kitabu cha Waebrania sura ile ya 11 mstari ule wa 1. Neno la Mungu linatuambia imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo, ni hakika ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo tujiwekee imani ya kumwamini Mungu kwamba Mungu atatenda kwa wakati wake. Kwa nini uchoke? Kwa nini ukate tamaa? Kwa nini usivumilie? Hebu mtazame Mungu, yeye ndiye anayetupa kwa wakati wake. Inakupasa ujipe moyo sana. Usikate tamaa kabisa.
Ukikufuru unatenda dhambi. Manake unapoacha kwenda kanisani umekufuru, unaona ya kwamba Mungu hayupo, Mungu hatendi. Mungu yupo na Mungu ana wakati wake, anajibu kwa wakati wake. Acha kukata tamaa mke wangu. Mbona mimi nimekuvumilia kwa wakati wote, sija kutukana, sija kudhalau, sija kudhihaki, kama jinsi ambavyo Penina alianza kumzihaki Sara. Wakati ambapo Penina alimruhusu aonane na mume wake Ibrahimu, lakini pamoja na yale yote Penina hakujali tena kwamba huyu ndiye aliyeniruhusu nionane na mmewe. Akaanza kumtukana, akaanza kumtolea maneno ya kashfa makali machafu, kwamba tazama, we mgumba, wewe huzai. Mimi nimeshakutolea hayo? Mimi nimeshakutukana? Nimeshakuziaki? Jibu ni hapana. Manake mimi nimekupenda jinsi ulivyo, kwa hiyo haupaswi kukata tamaa. Hakuna mtu ambaye amefika hapa akaanza kukutolea maneno machafu kwa sababu eti wewe uzai. Hapana. Mungu ndiye anayejua wakati wako wa kuvuna. Hivyo basi, sipendi nikuone katika mazingira hayo tena. Nahitaji kuiona furaha yako. Hivyo basi, sihitaji kukuona katika hali hiyo. Nahitaji nikuone ukiwa na furaha na amani. Ifurahie ndoa yako. Kuzaa ni majaliwa, kuolewa ni sheria. Kwa hiyo tusubirie majaliwa ya Mwenyezi Mungu, yeye mwenyewe ndiye atakayetupa. Sawa mke wangu? Napaswa nielewe hivyo. Na hivi nilikuwa najiandaa kwenda ibadani. Kwa hiyo nitakuomba ninapotangulia mimi ibadani usichelewe, na kuhitaji pia na wewe kukuona ibadani. Unichukulie na Biblia yangu uje nayo. Sawa sawa? Usisahau. Nisikuone katika huzuni tena. Mtumishi wa Mungu. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Vipi, mbona leo hamjahudhuria ibadani? Shida nini? Mtumishi, kwa siku ya leo kuna mambo yametubana sana. Mimi nahisi kwamba Mwenyezi Mungu bado yuko nasi sana. Kwa hiyo ina maana tutafika, siku bado zipo nyingi. Sawa, maana kuna muda mtu anabanana ndo kama hivyo anashindwa kuhudhuria ibadani, lakini nawakumbusha msiache kuhudhuria ibada zote, maana mmekuwa wazembe sana siku hizi. Mtumishi, kuna kitu tunahitaji kukwambia. Bila shaka mnaweza kuzungumza. Basi tutamkuta hapa na kusubiria. Sawa. Mtumishi wa Mungu, yule mzee wa kanisa ni mzee mbaya sana. Anacheza mara mbili. Kanisani ni mtumishi wa Mungu, lakini huku pembeni ni mtu mbaya sana. Ni mchawi. Chawi? Yani unawezaje kumhukumu mtu kwa kosa ambalo huna uhakika nalo? Msimhukumu jamani, mzee wa watu mstaarabu yule. Ni kweli mtumishi wa Mungu, yule mzee ni mchawi. Kuna msemo mmoja unasema kwamba jambo usilolijua ni sawasawa na usiku wa giza. Inabidi ulitambue hili.
Jamani, mzee mstaarabu kama yule, ibada zote anahudhuria, kila kitu anafanya kanisani, anajitoa na kila kitu. Afu leo mnamhukumu na kusema kuwa ni mchawi. Jamani, acheni kumhukumu mtu kwa kuangalia upande wenu. Unaweza kusema ila usituamini, ila yule mzee ni mchawi. Ndio, yule mzee ni mbaya. Yule mzee ni mchawi, afai kabisa. Sawa, mimi nitaongea na mchungaji tu, tuone tunaliwekaje hili. Sawa, mtumishi wa Mungu. Sawa, kwenye hilo msijali. Tutaongea na mchungaji, tutaona mambo yote tutaweka sawa. Maana ni swala dogo. Basi mimi niwaache, uwe na amani ya Bwana. Uwe na amani ya Bwana. Na wewe uwe na amani ya Bwana. Sawa, mtumishi wa Mungu. Haya, sawa. Mungu akubariki. Kwa hili. Haya. Hivi mnakumbuka tulichokifanya? Nini sasa? Unataka kuniambia kwamba mmesahau? Mimi sikumbuki kitu. Tumekosea nini kijiti, si useme? Hivi mnataka kuniambia mmesahau wote? Na wewe umesahau? Kumbuki kitu kijiti. Tumekosea masharti sasa. Aya. Nuru hushinda giza.